Nalibariki na kulitukuza jina lako, mfalme wa amani. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, wewe ni Mungu unayetenda. Niko hapa kama chombo chako kwa ajili ya kuleta neno kwa watu wako uliowaita kwa jina lako. Baba, naomba masikio yako ya ndani yakaweze kusikia, ili kila mtu akapate kile anachokistahili kutoka kwako. Asante Kristo, wewe utakayenitumia kama chombo chako. Nalibariki na kulitukuza jina lako, mfalme wa amani. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba nikishukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tutaenda kupata neno la Mungu ambalo litatuweka sawa siku ya leo. Mungu ni mwema kwa ajili yetu na Mungu anatutendea yaliyo makuu. Ametupa ulinzi, ametulinda. Leo tuko mahali hapa ni kwa nguvu zake. Amina. Amen. Asante mchungaji kwa kunipa kibali nisimame mbele za watu wako ili kuleta neno ambalo Mungu ameliandaa kwa kupitia kinywa changu. Hili neno limeandaliwa na yeye mwenyewe. Neno letu la leo kichwa kinasema kutii na kufuata maagizo ya Bwana. Kutii na kufuata maagizo yake. Hicho ni kichwa cha somo. Na tutaenda kusoma maandiko ambayo yanapatikana katika kitabu cha Yoshua sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 16. Amen. Usijali kuwa mistari mingi. Yoshua sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 16. Karibu. Amen. Yoshua 6 mstari wa 1 hadi 16, neno la Bwana linasema: Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Hapana mtu aliyetoka wala hapana mtu aliyeingia. Bwana akamwambia Yoshua, tazama, nimeutia Yeriko katika mkono wako na mfalme wake na mashujaa wake. Nanyi mtauzunguka mji huu, watu wote wa vita, mkiuzunguka mji mara moja. Fanya hivi siku 6. Na makuhani 7 watachukua tarumbeta 7 na pembe za kondoo waume mbele ya hilo sanduku. Na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7. Nao makuhani watapiga tarumbeta zao. Kisha itakuwa watakapopiga hizo pembe za kondoo waume kwa nguvu, nanyi mtakaposikia sauti ya tarumbeta, watu wote watapiga kelele kwa sauti kuu, na ukuta wa mji utaanguka chini pale pale, na hao watu watapanda, kila mtu akiendelea mbele kukabili. Bali Yoshua mwana wa Nuni akawaita makuhani akawaambia, lichukueni sanduku la agano tena. Makuhani 7 na wachukue tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Naye akawaambia watu, piteni mbele mkauzunguke mji, na hao watu wenye silaha na watangulie mbele ya sanduku la Bwana. Basi ikawa Yoshua alipokwisha kusema na watu, wale makuhani 7 wenye kuzichukua tarumbeta 7 na pembe za kondoo waume mbele za Bwana wakatangulia, wakazipiga hizo tarumbeta, nalo sanduku la agano la Bwana likawafuata. Wale watu wenye silaha walikwenda mbele ya hao makuhani walizozipiga tarumbeta, na wale waliokuwa nyuma wakalifuata hilo sanduku. Makuhani wakizipiga tarumbeta walipokuwa wakienda, Yoshua akawaamuru watu akasema, msipige kelele wala sauti zenu zisisikiwe, wala neno lolote lisitoke kinywani mwenu, hata siku ile nitakapowaamuru kupiga kelele. Ndipo mtakapopiga kelele. Basi akalipeleka sanduku la Bwana liuzunguke huo mji, likauzunguka mara moja. Kisha wakaenda kambini, wakakaa kambini. Yoshua akaondoka asubuhi na mapema,
Nao makuhani wakalichukua sanduku la Bwana, na wale makuhani 7 wakazichukua tarumbeta 7 za pembe za kondoo waume mbele ya sanduku la Bwana. Wakaendelea wakazipiga tarumbeta. Nao watu wenye silaha wakawatangulia, na hao waliokuwa nyuma wakalifuata sanduku la Bwana. Makuhani wakizipiga tarumbeta. Walipokuwa wakienda, siku ya pili wakauzunguka mji mara moja, wakarejea kambini. Ndivyo walivyofanya siku 6. Ikawa siku ya 7 wakati wa mapambazuko, wakauzunguka mji vivyo hivyo mara 7. Ila siku hiyo waliuzunguka mji huo mara 7. Mstari wa 16. Hata mara ya 7 makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii tunaiangalia ni historia ya wana wa Israeli. Tunapoangalia maagizo na kutii, wana wa Israeli walitii kupitia Joshua. Yoshua alienda kwa Mungu kuomba maelekezo, na Mungu alipompa maelekezo akawaletea wana wa Israeli. Wana wa Israeli walitii. Lakini tunapoangalia hapa, kitu cha kwanza tunaona Yeriko ilikuwa imefungwa. Ilikuwa imefungwa kabisa kwa ajili ya wana wa Israeli. Na kitu cha pili, hakuna mtu aliyeingia wala kutoka. Kwa hiyo ilikuwa ni shida sana kwa wana wa Israeli, maana Mungu tayari alikuwa ameshawapa mji ule. Lakini sasa Yeriko imefungwa, hakuna mtu aliyeweza kuingia wala kutoka. Joshua akachukua maagizo kutoka kwa Bwana, kwambia nenda uambie wana wa Israeli wauzunguke mji huu mara 6 kwa siku 6, kila siku mara moja. Wana wa Israeli walitia wakutii. Walizunguka siku 6 kwa mara moja. Siku ya 7 na aliwaambia hizo siku 6 msifanye kitu chochote. Usifanye kitu, kazi yako ni kuuzunguka mji. Usiimbe wala usifanye kitu chochote, ni kutembea, ni siku 6. Na siku ya 7 mtauzunguka mji mara 7. Na msifanye kitu chochote mpaka nitakapowaamuru kufanya. Ndipo maana nikasema kutii na kufuata maagizo. Joshua aliwaambia wana wa Israeli, siku ya 7 aliamka mapema sana, akajiandaa, wakaanza kuuzunguka mji. Sijui ukubwa wa mji ulikuwa unalinganaje, mpaka watu wanazunguka mara 6 mara 7 kwa siku moja. Mimi na wewe hatujui mji ulikuwa unalinganaje. Hatujui walikuwa wanatembea kwa miguu au wanapanda punda. Haijasemwa hapa, ila inasema walizunguka mara 7 siku hii moja. Ndio tunapotaka kuangalia kutii na kufuata maagizo. Amen. Yoshua aliwaambia siku ya 7 msubiri mpaka nitakapowaambia kupiga kelele. Walipozunguka mara ya 6 ikatimia, mara ya 7 Joshua aliwaambia pigeni kelele, maana Bwana amewapa mji huu. Amina. Amen. Kuna vitu ambavyo vimefungwa kwa ajili yako. Vimefungwa kabisa. Uoni mlango wa kutokea. Uoni mlango wa kutokea. Lakini tatizo liko kwetu. Tunashindwa kutii na kufuata maagizo tunayopewa. Bwana Yesu asifiwe. Juma hili lilikuwa ni juma la maombi. Lilikuwa ni juma la maombi. Nikisema hapa tuamshe mikono, ni wangapi walioomba juma hili? Tutakuwa ni wachache sana. Tutakuwa ni wachache. Jibu tunalipata kwenye jumuiya zetu. Watu tuko kwenye jumuiya zetu, unashindwaje kuja kumalizia siku ya maombi? Mchungaji alisema tutamalizia kwenye jumuiya zetu. Nikisema mmesikia matangazo, Kinondoni watu 3, jumuiya ina watu karibu watu 30.
lakini walikuja wangapi? Tunahitaji kutii wapendwa. Tunahitaji kutii na kufuata maagizo ya Mungu. Tatizo tunatii tu. Unaweza ukawa umetii, umeingia kanisani hivi hapa, umeingia, lakini yale maagizo unayopewa kufanya ufanye hata moja. Nikawa ninatafakari, nikaangalia kwamba tunasema imani lazima iambatane. Jibu wenyewe, imani lazima iambatane na nini? Matendo. Kwa hiyo na kutii lazima kuambatane na nini? Na maagizo unayopewa. Niwape mfano. Una mtoto, watu wengi tuna watoto. Vijana ni watoto wa wazazi wapo. Nimekuagiza kitu ukifanye kama mzazi. Nimekuagiza ufanye kama mzazi. Na ninarudi, nimeamka asubuhi, nimekuagiza, nikirudi nikute umefanya kitu fulani na fulani na fulani. Nimerudi hujafanya. Wewe mzazi utajisikiaje? Naomba jibu. Utajisikia? Kwa sababu umemwagiza mtoto afanye kitu fulani hajafanya. Wewe mzazi unajisikia vibaya. Unachukua na fimbo unamwadhibu, si ndio? Sasa Mungu akikuadhibu unakasirika? Wewe ni mzazi. Umemwagiza mtoto afanye kitu hajafanya. Umemwagiza, amekutii, amesikia. Lakini kile ulichomwagiza afanye hajafanya. Umechukua fimbo umemwadhibu. Wewe Mungu akikuadhibu kwa yale ambayo uyafanye utakasirika? Jibu lipo kwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji kutii na kufuata Maagizo. Asilimia kubwa tunatii, lakini maagizo tunayopewa tunayaacha. Wapendwa, yote mawili yanaambatana pamoja. Tii na tufuate nini? Maagizo. Kitu cha kwanza, unapotii unapokea ushindi. Unapokea nini? Ushindi. Wana wa Israeli walitii. Walipoambiwa uzunguke mji mara moja kila siku kwa siku 6 na siku ya 7 zunguka mara 7, walitii. Wakafanya hivyo. Walipokea nini? Ushindi. Kwa hiyo na sisi tukitii na kufuata maagizo tutapokea ushindi kutoka kwa Bwana. Amina. Amen. Na kitu cha pili, tunapokea ushindi, tunapokea uponyaji kutoka kwa Mungu tunapotii maagizo yake. Naomba nisomee Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 10 na mpaka wa 14. Amen. Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 10 hadi 14. Tunapokea uponyaji. Amen. Neno la Mungu linasema, Wafalme wa Pili sura ya 5 mstari wa 10, naye Elisha akampelekea ujumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka, akasema, tazama, nalidhania bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa. Mito ya Dameski si bora kuliko maji yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha ndani yake na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Watumishi wake wakamkaribia, wakamwambia, wakasema, baba yangu, kama yule nabii angalikuambia kutenda jambo kubwa, usingalitenda? Je, si zaidi basi akikwambia jioshe uwe safi? Mstari wa 14, ndipo akashuka akajichovya mara 7 katika Yordani, sawa sawa na neno la yule mtu wa Mungu, nayo nyama ya mwili wake ikarudi ikawa kama nyama ya mwili wa mtoto mchanga, akawa safi. Amen.
Jambo la pili, tunapotii na kufuata maagizo yake tunapokea uponyaji. Hii ni story ya Naamani. Naamani alikuwa ni jemedari wa jeshi, alikuwa na ukoma. Ninafupisha, utaenda usome kuanzia mstari wa 1 mpaka hiyo 14. Lakini ukoma wake, alipopata habari kwamba katika Israeli kuna mtu anaponya, alienda kwa Elisha. Elisha akatuma wajumbe, hakuonana naye, alituma wajumbe, akamwambia nenda mwambie Naamani akajitose mara 7 kwenye mto wa Yordani. Angalia majibu yaliyotoka kwa Naamani. Akasema, mimi nilizani ataninyosha mkono wake na kuweka juu ya kichwa changu nami nitapokea uponyaji. Unaona malalamiko? Ndo hayo tulionayo na sisi. Lakini sasa ananiambia niende nikaoge katika mto wa Yordani, kwani kwetu hakuna mito ambayo ningeoga na mimi nikatakasika. Kwa nini ukuoga mkwanza? Kwa nini ukwenda kuoga kule? Naamani alikasirika, akaondoka. Lakini watumishi wake walimsii, Naamani, hivi angekwambia ufanye kitu chochote usingefanya? Kwa nini unakasirika anapokuambia nenda ukajitose katika mto wa Yordani mara 7? Tii. Akawasikiliza watumishi wake. Akarudi akajitosa mara ya kwanza, akatoka vile vile. Mara ya pili, mara ya 6. Baada akitoka anajiona na ukoma. Kitu kinachohitajika ni kutii. Akajitosa mara ya 7, Naamani akatoka ni mzima. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema mwili wake ulitoka kama mwili wa mtoto mchanga. Kwa hiyo tunapotii na kufuata maagizo ya Mungu tunapokea uponyaji. Amen. Saa nyingine matatizo yetu tulionayo tumeyasababisha sisi wenyewe, kutotii na kufuata maagizo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jambo la 3. Tunapotii tunapokea baraka zote. Amen. Ibada iliyopita, Jumapili iliyopita, tulisomewa katika Kumbukumbu la Torati. Tunapotii tunapokea baraka zote, ni jambo la 3. Naomba nisomee Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 na wa 2. Amen. Hayo ni maagizo. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Amen. Utakapotii, itakuwa utakaposikia sauti ya Mungu kwa bidii na kutunza kuyafanya maagizo yake yote. Amesema maagizo nusu? Hapana. Maagizo Yote. Je, sisi tunayakamilisha maagizo yote? Bwana anataka tuyafanye maagizo yake yote. Ndipo baraka zitakapokujia. Kwa hiyo katika kutii na kufuata maagizo yake yote tunapokea baraka kutoka kwa Bwana. Amen. Usije ukategemea kutoka kupata baraka na wewe hujamtii Mungu na hujafuata maagizo yake. Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 2 tuna mavuno. Tarehe 2 tuna mavuno. Haya ni maagizo kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Tunahitaji kutii. Lakini utajikuta siku ya mavuno anasema mimi sina kitu chochote. Siendi kanisani. Huna kitu chochote? Tangu Januari mpaka leo huna kitu chochote? Mungu amekuweka hai. Unakula, unakunywa, unavaa, unapendeza, unaishi. Hata pumzi tu. Si Mungu amekupa? Unamvunia nini Mungu? Usije ukapanga kutokuja tarehe 2. Utakuwa hujafuata maagizo ya Bwana. Amina. Usije ukapanga kukosa siku hii ya tarehe 2.
Hebu jitafakari, Mungu amekutendea nini? Amekufanyia nini? Mimi mwenyewe nilikuwa najitafakari. Mungu amenipa uzima. Mungu amenipa uhai. Ninapumua, nimesimama mbele zenu leo. Hata hiyo ni kazi kubwa ya Mungu aliyoifanya katika maisha yangu. Nimekula pesa ngapi? Nimetumia pesa ngapi kuanzia Januari mpaka leo? Ukitaka kujua kwamba umetumia pesa nyingi, nenda ujitafakari wewe mwenyewe. Na ujue ni nini unachomtolea Mungu kwa ajili ya mavuno. Ukipanda haba utavuna haba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbuka maagizo tunayopewa kuyatii. Baada ya muda mchache tutashiriki meza ya Bwana. Lakini wewe tangu Januari mpaka leo, tangu miaka 10 iliyopita unasema mimi sishiriki. Wewe ni Mkristo umeokoka? Unatii maagizo ya Bwana? Amesema ulapo na unywapo unaitangaza mauti ya nani? Wewe unaitangaza mauti ya nani? Kila meza ya Bwana inakuja, wewe unakunja mikono. Mchungaji akisema hapa, wote tunatoka nje. Asilimia kubwa tunatoka nje. Sishiriki mimi. Kwa nini utii maagizo ya Mungu? Jipeleleze wewe mwenyewe. Jitafakari wewe mwenyewe. Unakosea wapi? Mimi na wewe tujitafakari. Tunakosea wapi? Turudi tukatubu. Amina. Amen. Tumwambie Mungu atusamee kwa sababu hatutii na kufuata maagizo yake. Mungu atusaidie katika yote. Amen. Mungu atutie nguvu. Amen. Tunahitaji kutii na kufuata nini? Maagizo ya Bwana anayotuagiza hivi leo. Yes. Unataka kubarikiwa, fuata maagizo ya Mungu. Unataka ushindi, fuata maagizo ya nani? Ya Mungu. Unataka uponyaji, fuata maagizo ya Mungu kila siku. Yes. Mungu atusaidie. Amen. Mungu atutie nguvu. Amen. Mungu awe pamoja na sisi tukiwa tunatafakari ndani ya mioyo yetu. Amen. Cornerstone wamesema sisi ni washindi. Tunashinda kwa jambo lipi? Tunashinda kwa kuja kanisani na kukaa, au tunashinda tunapofuata maagizo ya Mungu? Tunahitaji kutafakari kila wakati neno la Mungu linapokuja kwetu. Mimi namaliza hivi. Hapa namaliza. Amen. Lakini namaliza na neno linalosema hivi. Naomba unisomee. Nadhibitisha kutoka Biblia. Nataka nimalize na neno linalosema hivi katika kitabu cha Luka 16 na mstari wa 27 mpaka 29. Amen. Neno la Mungu linasema Luka 16:27, akasema, basi Baba, nakuomba umtume nyumbani kwa baba yangu, kwa kuwa ninao ndugu 5, ili awashuhudie, wasije wao pia wakafika mahali hapa pa mateso. Ibrahimu akasema, wanao Musa na manabii, na wawasikilize wao. Amen. Amen. Hii ni story ya tajiri na maskini. Yes. Ni historia yao. Ukitaka kusoma anzia kule mwanzo. Yes. Ninamalizia hapa. Yule tajiri akafa, akaingia kwenye mateso. Akamwambia Ibrahim, Ibrahim, naomba umtume. Nadhani alikuwa anamwambia mtume huyu maskini. Naomba umtume huyu ndugu kwa baba yangu. Ninao ndugu 5. Wasije wakayaonja haya mateso ninayoyapata mimi. Unaona? Alipata cha moto kule. Yule tajiri alipata cha moto. Lakini jibu la Ibrahimu alilomjibu liko hapa, ndipo ninapomalizia. Anasema, wapo wakina nani? Soma pale. Wapo wanao Musa na manabii, na wasikilize wao. Wapo Musa na manabii, wawasikilize wao.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yupo Musa na manabii. Musa wako ni nani leo? Nabii wako ni nani leo unayehitaji kumsikiliza? Neno la Mungu kila siku linahubiriwa madhabahuni. Usitoke ukiwa kapa. Hautatoboa. Hautafanyaje? Hautatoboa. Yupo Musa wako yuko hapo. Musa wako yuko pale. Tii na kufuata maagizo ya Mungu. Amen. Tii na kufuata maagizo ya Mungu. Yupo Musa na manabii, muwasikilize hao. Msipowasikiliza mbingu hatutaiona. Amen. Mbingu hatutafanyaje? Tutaiona. Mungu awabariki. Amen. Mungu awabariki kwa kunisikiliza kwa dakika hizi chache. Amen. Lakini naomba uondoke na kitu moyoni mwako. Amen. Ni wapi ulipokosea? Amen. Ni wapi ambapo umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu? Amen. Ni wapi ambapo hujamtii Mungu? Ni wapi? Amen. Ili ukatii na kufuata maagizo yake. Kutii tunatii, lakini maagizo tunayaacha. Unapoondoka kanisani hapa, maagizo unafanyaje? Unayaacha. Umebaki katika sehemu moja tu ya kutii, kufika kanisani ili wakuone. Tii maagizo yake yale yote ambayo umeamriwa kufanya. Ndipo utakapopata baraka zote ambazo Mungu amezitaja. Ndipo utakapopokea ushindi wako, ndipo utakapopokea uponyaji wako, ndipo baraka zote hizi zitaambatana na wewe. Wapo Musa na manabii, wasikilizeni hao. Naomba tusimame. Amen.